shughuli za serikali, katika uwakilishi wenu kwa wananchi. Hakika wananchi wamechagua wabunge machachari, wabunge wanaojali maslahi ya majimbo yao na wabunge wanaowajali wananchi waliowachagua. Mheshimiwa Spika, katika mkutano huu, Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia waheshimiwa wabunge wote waliochaguliwa kuwa wajumbe wa Tume ya Utumishi wa Bunge pamoja na wawakilishi wa nchi yetu katika taasisi zingine za kikanda, jukwaa la bunge la Afrika, jukwaa la bunge la SADC, umoja wa mabunge duniani, jukwaa la kibunge la nchi zinazozunguka ukanda wa maziwa makuu. Ninawatakia kila laheri katika kutimiza majukumu yenu. Katika mkutano wa wakuu wa nchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika tarehe 7 Machi 26, Mheshimiwa Balozi Stephen Patrick Mbundi aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kabla ya uteuzi wake, Mheshimiwa Balozi Mbundi alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa anayesimamia masuala ya Afrika Mashariki. Kipekee nimpongeze Balozi Mbundi kwa uteuzi na namtakia kila laheri katika majukumu hayo. Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia Mheshimiwa Daktari Lazaro Bunungu Komba kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na wananchi wa jimbo la Peramiho kuwa mwakilishi wao katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na vile vile, Mheshimiwa Spika, kipekee niwapongeze waheshimiwa wabunge waliochaguliwa kutokea Baraza la Wawakilishi na kuingia katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara ya 66 ibara ndogo ya kwanza che ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Fatma Ramadhan Mohamed, Mheshimiwa Mariam Said Hamis, Mheshimiwa Said Al Mbaruk, Mheshimiwa Shaame Ali, Mheshimiwa Smaye Mohamed Said. Me for you. Mheshimiwa Spika, wananchi wa maeneo haya wamepata wawakilishi katika bunge letu tukufu. Tunawapongeza na kuwatakia kila laheri katika kutimiza majukumu yenu hayo ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitumie fursa hii kuwashukuru waheshimiwa mawaziri walioko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, waheshimiwa mawaziri wote, naibu mawaziri, makatibu wakuu ambao wamekuwa nasi, makatibu tawala, wakuu wetu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa, naibu makatibu wakuu, wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa mashirika, wakala, idara zinazojitegemea na kwa ushirikiano mkubwa ambao wanatupatia. Mheshimiwa Spika, namshukuru Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, kwa ushauri wake wakati wote. Mtakubaliana nami, Mheshimiwa Hamza Johari amekuwa hana muda mahususi wa kufanya kazi, masaa yote, wikendi, sikukuu, yote ni siku za kazi kwake kama kuna jambo la kitaifa ambalo linahitaji uangalizi wake. Mheshimiwa AG, nakupongeza sana. Nitumie fursa hii pia kumpongeza Balozi Daktari Moses Mpogole Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, kwa ushirikiano na kazi anazofanya za utekelezaji wa majukumu ya serikali. Kipekee namshukuru sana ndugu Baraka Eldelphonse Leonard, katibu wa Bunge, kwa uratibu wa shughuli za Bunge ambazo anazifanya. Mheshimiwa Spika, napenda pia kumpongeza Mheshimiwa George Mcheche Masaju, jaji mkuu wa Tanzania, pamoja na watendaji wote wa Muhimili wa Mahakama kwa kazi kubwa wanayofanya kusimamia na kuimarisha mifumo ya utoaji haki. Jitihada zao zimekuwa chachu ya mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kuhakikisha haki inapatikana kwa Watanzania, na sio tu kupatikana na inaonekana imetendeka. Mheshimiwa Spika, kwa moyo wa dhati pia ninapenda kutumia fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa wanayoendelea kuifanya linda taifa letu. Vile vile niwapongeze maafisa na maaskari wote, majeshi yetu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha nadumisha amani ya nchi yetu. Tunapolala na tunaamka salama. Baada ya Mungu wanaotuhakikishia kwamba kuna usalama,
kuna amani inatuzunguka katika maeneo yetu ni wale wanaofanya kazi usiku na mchana, sisi tukiwa tumelala. Wakati wote wamekuwa wakitekeleza majukumu yao kwa ubunifu, uzalendo, utii, ujasiri na weledi. Hakika tunatambua na kuthamini mchango wao na kazi yao katika ujenzi wa nchi yetu, na tunashukuru kwa moyo huo wa kizalendo na uwajibikaji kwa taifa lao. Mheshimiwa Spika, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawashukuru viongozi na watendaji wote wa ofisi ya Waziri Mkuu. Ninaomba niwataje wachache tu kwa niaba ya wengi waliofanya kazi katika utendaji wangu wa kazi za kila siku. Mheshimiwa Deus Clement Sangu, mbunge wa Kwela na waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano. Mheshimiwa Profesa Riziki Silas Shemdoe, mbunge wa Lushoto, waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Na tuendelee kumkumbuka Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi ambaye naye tumefanya naye kazi na alifanya kazi katika ofisi ya Waziri Mkuu ziwe nyepesi. Kadhalika nawashukuru Mheshimiwa Umi Hamisi Nderiananga, mbunge wa viti maalum na naibu waziri ofisi ya Waziri Mkuu, sera, bunge na uratibu watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Rahima Riyadh Kisuo, mbunge wa viti maalum na naibu waziri ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano. Mheshimiwa Ruben Namaniro Kwagilwa, mbunge wa Handeni mjini, naibu waziri ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Daktari Jafar Rajab Sefu, mbunge wa Busanda, naibu waziri ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, anayeshughulikia afya, kwa kuendelea kufanya kazi zao vizuri. Vile vile ninawashukuru makatibu wakuu Dr. Jimmy Onazi, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, Mary Ngelela Maganga, kazi, ajira na mahusiano, Bwana Adolf Haisin Ndunguru, katibu mkuu TAMISEMI, naibu makatibu wakuu Daktari James Kilabuko, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Zuhura Yunus Abdalla, kazi, ajira na mahusiano, mhandisi Rogatus Hussein Mativila, TAMISEMI, anayeshughulikia miundombinu, Sospita Mambile Mtwale, TAMISEMI, na Bwana Atupele Webster Mwambene, TAMISEMI, upande wa elimu, Profesa Tumaini Joseph Nangu, TAMISEMI, upande wa afya, mkurugenzi mkuu wa taasisi zilizo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, ofisi binafsi ya Waziri Mkuu, pamoja na wafanyakazi wote kwa ushirikiano wenu unaofanya. Kazi mnafanya kubwa, hata msipopata pongezi nyingi, mjue aliyepika huwa apewi tipu ya chakula kizuri, ila anayetenga ndio huwa anapewa tip kwamba chakula hicho kilikuwa kizuri. Ninawashukuru watumishi wa umma kwa kazi kubwa wanaofanya na sekta binafsi, na kama nilivyosema, leo tuko na viongozi wa wafanyakazi ambao tumekuwa nao. Tunawapongeza sana kwa kazi kubwa mnaofanya. Nikiri kwamba michango yenu mikubwa katika kuleta ufanisi na utekelezaji wenye tija wa shughuli za serikali na utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa taifa, dira ya maendeleo ya taifa, unategemea sekta ya umma na sekta binafsi. Ninapenda pia kuendelea kuwashukuru washirika wetu wa maendeleo ikiwemo nchi rafiki, taasisi, mashirika ya kitaifa, kikanda, kimataifa, madhehebu ya dini, mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 6 katika kujenga uchumi na kuleta maendeleo katika taifa letu. Kipekee, Mheshimiwa Spika, nitoe shukurani za dhati kwa sekta binafsi kwa kuendelea kuwa mshirika mkuu wa serikali katika kuiletea nchi yetu maendeleo. Ushirika wao umekuwa chachu ya kuchochea ukuaji wa uchumi na kuzalisha fursa za ajira kwa Watanzania. Niendelee kutoa rai kwa watendaji wote wa serikali kuheshimu sekta binafsi kama tunavyoheshimu sekta ya umma, kwa sababu huyu ni mdau na ni mbia mkubwa wa maendeleo, mshirika mkubwa katika kutekeleza shughuli za maendeleo na mshirika mkubwa katika kufikia malengo ya dira ya 2050. Watendaji wote serikalini wawe wawezeshi wa sekta binafsi badala ya udhibiti wa sekta binafsi. Tuwezeshe sekta binafsi itusaidie kutimiza malengo haya yaliyobainishwa katika dira yetu ya taifa. Nitumie fursa hii adhimu pia
kuwashukuru wananchi wa jimbo la Iramba Magharibi kwa kuendelea kushirikiana nami na kuniunga mkono katika kipindi chote cha kutekeleza majukumu ya serikali. Hali hii inaonyesha ni kwa namna gani wamekuwa wastahimilivu na waungwana kwa serikali yao kwa kuruhusu nitumikie majukumu ya kitaifa, ili hali wao wakiniwakilisha huko jimboni katika kuleta maendeleo ya wanairamba Songere zigizigi. Ninawashukuru pia wananchi wote kwa kuendelea kuiunga mkono serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imani na ushirikiano wao kwa Mheshimiwa Rais umekuwa chachu ya mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6 katika kuleta maendeleo kwa wananchi. Wananchi mmefanya kazi kubwa ya kuiunga mkono serikali katika kutekeleza majukumu haya ambayo serikali imefanikisha. Wapo wananchi wametoa maeneo yao kujenga miradi ya maendeleo. Wapo waliopisha miradi ya maendeleo. Wapo waliochangia katika miradi hiyo ya maendeleo. Hongereni sana Watanzania kwa uzalendo huo na moyo huo wa kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali katika kuleta maendeleo. Mheshimiwa Spika, niruhusu kipekee nimpongeze na nimshukuru mke wangu mpendwa Neema Nchemba pamoja na watoto ambaye naye leo tumeungana naye Mheshimiwa Spika, mke wangu ni prayer warrior, ni mwana maombi shujaa. Hata maeneo ambayo yanaogopesha kidogo huwa anaenda bila uoga, kwa kujua niko na jeshi lisiloonekana. Niwapongeze pia na kuwashukuru wanangu kwa kunivumilia, Joshua Mwigulu, Gracious Mwigulu, Isaac Mwigulu pamoja na Bernice Mwigulu kwa upendo na uvumilivu ambao nao wamekuwa wakitoa. Nikiri kwamba maombi yao yamekuwa ni ngao ya kunipa nguvu wakati wote ninapotekeleza majukumu ya kulitumikia taifa. Nawashukuru sana na ninawapenda sana. Mheshimiwa Spika, nitakuwa mchoyo wa fadhila pia nisipo washukuru wanahabari, ikiwa ni pamoja na waandishi wa habari, mitandao ya kijamii. Nina imani kubwa nanyi waandishi wa habari pamoja habari zote, wanahabari wote wa vyombo vyote vya habari ikiwemo na mitandao ya kijamii. Imani yenu kuwa mtaendelea kuwahabarisha wananchi kuhusu yanayojiri katika mkutano huu wa Bunge, lakini pia na kuibua mikakati ya kutekeleza dira yetu ya 2050. Mheshimiwa Spika, nihitimishe hotuba yangu kwa kuahidi wananchi kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itaendelea kuwatumikia Watanzania kwa moyo wa dhati kwa kuzingatia kauli mbiu ya kazi na utu, na tunasonga mbele. Katika kuhakikishia hilo, ninasisitiza watumishi wote wa umma kufanya kazi kwa bidii na maarifa ili kutoa huduma iliyo bora kwa wananchi bila upendeleo. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa miradi mingi iliyofanyika ni ushahidi kwamba rais wetu ni mtu wa matokeo, maneno kidogo, vitendo vingi ambavyo vinaongea katika maeneo mengi hapa nchini. Mheshimiwa Spika, sasa baada ya kuwa nimesema hayo, naomba sasa kuleta maombi ya makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi ya Bunge kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2026-2027 ofisi ya Waziri Mkuu inaomba idhini ya kukusanya maduhuli
ya mapato ya ndani ya jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 411 milioni 548 laki 152,300 na 200 na senti 47. Kwa upande wa matumizi, Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2026-2027 Ofisi ya Waziri Mkuu na taasisi zilizo chini yake inaliomba Bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 12 bilioni 502 milioni 356 160,000. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 8 bilioni 734 milioni 43 na 89,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na bilioni 764 milioni 313 na 71,000 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, vilevile ninaomba Bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi bilioni 225 milioni 21,730,000 kwa ajili ya mfuko wa Bunge. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 207 milioni 992,798,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 17 milioni 28,982,000 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo maombi, sasa ninaomba kutoa hoja. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja imeungwa mkono. Sasa kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza Mama Mwigulu kwa kuwepo ndani ya Bunge, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, makofi yaliyopigiwa Mama Mwigulu ni mengi zaidi ya timu ile uliyotaja mwanzo ndani ya Bunge. Naomba kumtambulisha kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, Comrade John Mogela, naibu katibu mkuu. Ambaye anamwakilisha katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Waheshimiwa wabunge, muda wetu mbaki ni mdogo na tuna kamati 5 za kutoa ambazo zinakwenda sambamba na wizara hii. Sasa niruhusu kamati ya kudumu ya bajeti ambayo taarifa yao sio ndefu sana wakamilisha, afu zingine tutafanya jioni leo. Mwenyekiti kamati ya bajeti. Taarifa ya kamati ya bajeti kuhusu utekelezaji wa bajeti ya mfuko wa Bunge fungu 42 kwa mwaka wa fedha 25/26 pamoja na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 118(1) ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya Bunge ya bajeti, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti kuhusu utekelezaji wa bajeti ya mfuko wa Bunge fungu 42 kwa mwaka wa fedha 2025/2026 pamoja na makadirio ya mapato matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Spika, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa